Na mtazamaji wa Kwizera TV, karibu kwa mara nyingine tena. Tumerejea kuweza kupatia taarifa za kimichezo za hapa nyumbani Tanzania na huko nje ya mipaka ya nchi ya Tanzania. Na leo kabisa kitu ambacho tunazungumzia ni baadhi ya wachezaji wameitwa kwenye timu ya taifa kwa ajili ya kujiandaa na michuano ambayo ipo mbele ambayo inaendelea. Tumeona kikosi tayari ambacho kitakuwa chini ya Master Gamondi ambaye amechaguliwa au ameteuliwa na TFF kuweza kusimamia timu ya taifa, yani Taifa Stars. Gamondi ni kocha ambaye ana uzoefu mkubwa sana wa mashindano mbalimbali ikiwemo ligi nyingi za hapa barani Afrika. Ana uzoefu huo na tumemshuhudia kabisa akiwa kwenye kiwango kikubwa akiwa pale Young Africans, ambapo ameipa matokeo na mafanikio makubwa Young Africans wakati alipokuwa kocha alipokuwa kwenye kikosi hicho, na sasa amepewa dhamana ya kuweza kusimamia timu ya taifa, yani Taifa Stars. Tunaamini kabisa kwamba Gamondi ana uwezo mkubwa, atafanya makubwa pengine atakapopewa nafasi ya kuweza kusimama kama kocha mkuu na majukumu mengi yaweze kuachiwa yeye, ataweza kuhakikisha kwamba timu ya taifa inafika sehemu fulani. Watu wengi wamejiuliza maswali kulingana na Morocco ambaye tayari mkataba wake umesitishwa na kwa pande mbili zote, kwamba Morocco, basi tunakushukuru uweze kutupisha na sasa Gamondi aweze kuchukua. Morocco alikuwa ni kocha mzuri sana ambaye pia ameifundisha timu ya taifa kwa siku nyingi na experience nzuri za ukocha, lakini kulingana na namna ambavyo viongozi wanatamani timu ya taifa iweze kusogea mbele, wakaona ni vizuri basi Morocco mkataba wake uweze kusitishwa na uweze kupewa Gamondi ambaye sasa amepewa kikosi hicho. Na katika vitu ambavyo Gamondi amejibu alipokuwa anaulizwa na waandishi wa habari wengi sana kuhusiana kwamba je, atawezaje kuweza kufundisha timu mbili, na maanisha Singida Black Stars na timu ya taifa. Kumbuka kwamba Singida Black Stars wapo kwenye mashindano ya kimataifa ya shirikisho ya barani Afrika, lakini yeye amesema kwamba atajitahidi, atapambana kama kocha na kuonyesha uzoefu wake katika mashindano mbalimbali na uzoefu wake katika kuweza kuhakikisha kwamba timu inasimama vizuri. Na advantage kubwa timu ya taifa ilionayo ni kwamba Gamondi ni mtu ambaye anazijua timu zote za hapa Tanzania. Anawajua wachezaji ambao wapo kwenye timu mbalimbali za hapa Tanzania. Kwa mfano, anamjua Faisal Toto, anamjua Wilson Nangu, anamjua Mohamed Hussein anavyocheza, anamjua Baka anachezaje pale Young Africans, anamjua labda wachezaji wengi wa pale Azam. Tukimzungumzia nimeshamzungumzia Faisal Toto kwamba kiwango chake akilivyo anavyocheza uwanjani, anajua wachezaji wengi. Hiyo itampa advantage kubwa ya kusema kwamba ngoja sasa nimchukue kipa kutokea Simba Sports Club. Kiamua kumchukua kipa wa Simba sasa hivi ndio ambaye ndio tunasema kwamba ndio Tanzania One ambaye tunao sasa hivi mara baada ya kutoka JKT, lakini vile vile pia pale Young Africans anaweza kaamua kwamba ngoja niende na kipa huyo ambaye ni mzao. Kwa hiyo sasa advantage hii itamsaidia Gamondi yeye kuweza kupambanua kikosi chake kwamba anatamani nani aanze kwenye kikosi, nani aje labda sabu. Kwa hiyo sasa mimi naamini kwa uzoefu wa Gamondi ni mtu ambaye ataweza kuifikisha mbali sana timu ya taifa, na kwa michezo ya kirafiki ambayo inakuja hapo mbele ni michezo ya kuchukulia seriously, kwa sababu lazima kocha aweze kustadi wachezaji ambao amepewa, kwamba nimepewa hawa wachezaji, sasa nani ambaye atastahili kufanya hiki, huyu atacheza namba gani, huyu ataingia wakati gani. Kwa hiyo itakuwa inasaidia sana kwa muda mrefu. Kwa kumalizia kabisa, mimi naiona Taifa Stars ikienda mbele zaidi kulingana na performance ambayo kocha na wachezaji, na uzuri wa wachezaji mentality yao wanamkubali sana Gamondi. Huo ndio uhalisia ambao upo hapa Tanzania, wanamkubali kama ni kocha mzuri ambaye ataweza kuwafikisha sehemu ambapo wanayohitaji. Bana, hii ni Kwizera TV.
Nami ni Andrew Nehemia, mwana mchezo wako. Usahau kusubscribe, like, kushare, vile vile na comment juu ya taarifa zetu hizi. Asante.